Ninakukumbusha mpendwa, kwa maombi yako nitasimama. Kwa maombi yako usisahau mwenzangu, kwa maombi yako nitasimama. Kumbuka Yesu atuachia neno upendo, hauhesabu mabaya. Atuachia neno upendo, upendo uvumilia. Atuachia neno upendo. Kumbuka Yesu atuachia neno upendo, hauhesabu mabaya. Atuachia neno upendo, upendo uvumilia. Atuachia neno upendo. Upendo uko wapi? Ule upendo wa kwanza uko wapi? Amani iko wapi? Ile amani ya kwanza iko wapi? Kicheko kiko wapi? Kile kicheko cha kwanza kiko wapi? Furaha iko wapi? Ile furaha ya kwanza iko wapi? ninatamani Inuliwa kwa maombi yako, maombi yako mama, barikiwa kwa maombi yako, ninatamani, kuinuliwa kwa maombi yako, natamani kubarikiwa, barikiwa kwa maombi yako. Nina salamu kutoka pale Kisii, Mwinjilisti Kiamani na kamati ya kanisa. Tulipokuwa tunakuja asubuhi, walitupa salamu tulete hapa. Natumai ya kwamba tumekubaliana na hilo. Hawa ndio wanayuthi wa Kisii Town. Kama mmekuwa mkiwasikia katika mitandao ama katika kwa simu tu, hawa ndio wanayuthi wa Kisii Town. Na natumai ya kwamba mwinjilisti, wakati ukifika utapata nafasi at least wafanye introduction. At least wawaambie wao ni akina nani na ni nini wanayofanya. Sawa sawa. Langu jina naitwa Ojengo Joshua. Nitakuwa msemaji wa siku ya leo katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tuamini na tuombe. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, twaja mbele zako tukisema ni asante kwa vile umetujalia tangu asubuhi hata wakati huu. Mungu wetu, tumesimama mbele ya waja wako. Naomba ya kwamba unijaze na Roho Mtakatifu, yale ambayo nitakayonena siku ya leo yawe ni yale ambayo yanatoka kwako, nitumie kama chombo. Mungu wetu, zaidi ya yote tupe amani, tupe upendo na umoja,
tutakaposhirikiana katika haya, Mungu wetu, uwepo wako ukae pamoja nasi. Nimeomba haya nikiamini katika jina safi lake Yesu Kristo, Bwana na Mwombezi wetu. Amen. Na kabla niweze kuingia katika injili ya siku ya leo, ningependa kutaja mambo mawili matatu hivi kutoka injili ya wiki jana. Tuko katika yale majira ya Kwaresima. Katika Kizungu tunasema Lent. Kwaresima katika Kiswahili, na katika Kizungu tunasema ya kwamba Kwaresima. Huu ni ule wakati ambapo Yesu Kristo anapopitia majaribu mengi katika dunia hii. Katika kitabu chetu cha injili cha wiki jana tulisoma Yohana Mtakatifu, pale ambapo tulipoona kuna huyu ambaye anaitwa Nikodemo alimwendea Yesu usiku kwenda kumuuliza ya kwamba nitawezaje kurithi ule ufalme wa mbinguni. Pale tunapata ya kwamba Yesu anamwambia maneno, namwambia ya kwamba ni lazima ukubali uzaliwe mara ya pili ndiposa uweze kurithi ule ufalme wa mbinguni. Wakilo pia nimetenga usindolema. Ningependa tu kutumia Kiswahili kwa sababu ya ndugu zangu kutoka ibada ya hapa chini ambao hawaelewi Kikisii. So tunapata ya kwamba Nikodemo anamuuliza Yesu ya kwamba, je, nirudi tumboni mwa mama yangu? Na mimi ni mtu mzima, nirudi tumboni mwa mama yangu ili niweze kuzaliwa mara ya pili? Lakini Yesu Kristo anamwambia kitu. Anamwambia ya kwamba lazima ukubali, ubatizwe, usamishwe ndani ya maji, kisha upate huyu Roho Mtakatifu. Tunasoma kuhusu tajiri kurithi ufalme wa mbinguni. Je, ni vigumu aje kwa mtu tajiri kurithi ufalme wa mbinguni? Itakuwa vigumu kama ngamia kupita katika tundu la sindano. Sijui kama umewahi jiuliza, ngamia apite katika tundu la sindano. Na najua ya kwamba wengi wetu hapa, nguo yako inaporaruka, kuweka uzi peke yake ipite katika hilo tundu la sindano, lazima utakuwa umefunga jicho moja, si ndio? Lazima utakuwa umefunga jicho moja, hata ndiposa uweze kuona vizuri hiyo shimo. What of a situation? Itakuwa vigumu aje kama wewe mwenyewe unafunga jicho lako moja ili kuweka uzi katika tundu la sindano. Itakuwa vigumu aje katika huyu mtu tajiri yeye kupita katika hili tundu la sindano. Ndiposa tunaambiwa ya kwamba njia ambayo iendayo uzimani ni ngumu sana. Unamuona huyu Nikodemo anamwendea Yesu usiku. Mbona hakuenda mchana? Ili asionekane. Mbona uwe na aya ya kwenda katika Mungu? Mbona usije mjana? Yeye alikuwa anajishuku, anasema ya kwamba nikionekana na Yesu Kristo au wataanza kusema, wewe leo hii umekuja hapa kanisani, mbona watu wakusema? Haya ndiyo yale majaribu ambayo Yesu Kristo aliyokuwa anapitia. Na leo ni Jumapili ya 3 katika Lent. Jumapili ya 3 katika Kwaresima. Tumehubiri hapa kupitia nyimbo. Tumehubiri vizuri sana. Je, tunayafuata haya ambayo tunayohubiri katika nyimbo? Na nataka nikuwe mfupi sana kwa sababu muda umeenda sana. Ninapoangalia masomo ya siku ya leo, ukiyaweka yote kwa pamoja, yanatufunza kuhusu wokovu. Mwinjilisti hapa ametaja mambo mengi katika wokovu wetu. Jina lake Yesu
amelitaja hapa. Tutafanya aje tuweze kuokoka? Ninaposoma Biblia inaniambia ya kwamba yeyote yule ambaye anayeamini ya kwamba Yesu Kristo alishuka kutoka mbinguni akaja katika ulimwengu huu, kisha baadaye akasulubiwa, akafa, baada ya siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kutoka huko atakuja kwa hukumu walio hai na wafu. Yule yoyote ambaye atakayeamini maneno haya ameokoka, ameokoka. Kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba jina lake Yesu ni jina kuu kushinda majina yote. Hili jina Yesu katika utamkaji wake, kila kiumbe kilicho mbinguni, kilicho ardhini na kilicho chini ya ardhi, kila goti litapigwa. Ndiposa wanaambia wazi ya kwamba wewe mwenyewe hauna nguvu ya kupigana na shetani, ila tu tunamkaribisha Yesu Kristo anapigana kwa sababu yetu. Ninapoangalia masomo ya siku ya leo, tunasoma Kutoka. Hapa tunapata Wanaisraeli wanatoka katika ile nchi ya Misri wakielekea katika ile nchi ya Kanaani, ile nchi ya matunda. Tunaambiwa ya kwamba ni nchi ya matunda na asali. Wanapokuwa hapa njiani, wanapitia mateso mengi. Tunampata Musa kama kiongozi wao ambaye anayewaongoza. Wanapofika pale jangwani, tunasoma ya kwamba kiu, wanashikwa na kiu ya maji, ndiposa wanaanza kunung'unika. Katika haya maisha yetu huwa tunanung'unika sana. Mimi sijavaa nguo nzuri, mbona ninapotazama huyu mwenzangu ako aje? Tunakuwa na manung'uniko sana. Ndiposa wanamulilia Musa, wanamwambia ya kwamba sisi tumeshikwa na kiu, mbona ututoe pale Misri utulete hapa jangwani tukuje kukufia hapa sisi na watoto wetu? Mbona ututoe huko tuje hapa jangwani ili tuje kufa na watoto wetu hapa? Musa naye anaenda anamulilia Mungu, anamwambia ya Mungu ya kwamba hao watu wako wameanza manung'uniko, tufanyaje? Unajua, katika haya manung'uniko yetu yalimfanya Musa kutomtii Mungu kwa sababu ya kunung'unika. Ndiposa Mungu anamwamuru Musa, chukua jembe, piga mara moja ili maji yapatikane. Lakini kwa hasira Musa akapiga mara mbili. Hata ndiposa anaonyeshwa ule mji wa Kanaani kutoka mbali, lakini akaambiwa ya kwamba huwezi ukakanyaga hapo. Ni ombi kuu langu ya kwamba siku ya leo tusije tukautazama ule mji Misri pale na tusiweze kuvuka tuende hiyo ng'ambo. Tuwe wale watu ambao tunamtii Mungu. Biblia inaniambia ya kwamba kila kitu kizuri, kile ambacho tunachokiona hakikuji kwa urahisi hivyo. Kama ni kuokoka, lazima tujitie nguvu. Lazima tuwe wale watu ambao si wa kuchoka. Ninaposoma Wagalatia 6:7, tusidanganyike, Mungu hakiwi. Chochote apandacho mwanadamu ndicho atakachovuna. Atakayepanda katika mwili atavuna nini? Uharibifu. Na yule ambaye atakayepanda katika roho, na katika roho atavuna nini? Uzima wa milele. Zaidi ya yote, tuzidi kutenda mema na tusichoke kutenda mema, kwa sababu tutavuna katika wakati wake. Provided we tire not.
tusichoke. Sitaki kusema mingi, nataka kurudi katika injili ya siku ya leo, na nikiunganisha na hili somo katika Exodus. Haya masomo mawili yanaambatana vizuri. Yohana 4 tulikuwa tunaanzia ule mstari wake wa 5. Hapa tunampata Yesu Kristo akiwa na wanafunzi wake. Ilipotimia saa 6 ya mchana, wakaingia katika ule mji wa Samaria. Yesu alikuwa amechoka, kulingana na maandiko, alikuwa amechoka. Akaenda akaketi katika kile kisima cha Yakobo. Wanafunzi wake wakaenda mchini. Biblia inasema ya kwamba kwenda kununua chakula. Akaketi pale kisimani. Baada ya muda kidogo tu, mwanamke Msamaria amekuja pale kisimani kuteka maji. Hata aliposa Yesu anamwambia ya kwamba tafadhali nipe maji ninywe. Kwa ule mtazamo tu wa kibinadamu, ninaweza nikakuja kwako nikiwa nimevalia suti hivi, unipata pale njiani, utaniambia ya kwamba wewe ni kama unafanya kazi katika ofisi fulani, si ndio? Najua ile njia ambayo tunayojifahalia, mtu anaweza akakuangalia akasema wewe unafanya hivi, wewe unafanya hivi. Lakini na Mzungu akasema ya kwamba never judge the book by its cover. Yaani usitazame ule mtazamo wa nje ukasema mimi ndiye nani. Tuwasatuondigereri ondoro mnondo chini ilindota elema oyo ara begeto getu. Yule mwanamke katika kisima alimwambia vipi? Wewe ni Myahudi na sisi ni Wasamaria, hatuchangamani kama. Kwa sababu gani? Mbona akamwita Myahudi? Kuna ile njia Yesu Kristo na wanafunzi wake walivyokuwa wanafaa. Unamtazama tu hivi unasema huyu ni mtu fulani. Hata hapa Kenya yetu hapa saa hii, ukipatana na Mmasai utajua ya kwamba huyu ni Mmasai. Kwa sababu gani? Amejifunga vitambaa. Ukikutana na Mkalenjin utajua huyu. Ukikutana na Mkisii, Wakisii ni wale ambao wanapiga kelele, wanaongea sana, si ndio? So akamtazama, akamwambia wewe ni Myahudi na mimi ni Msamaria, hatuchangamani kama. Kama unataka kuwa mtu wa ukweli, wewe ni yule mtu ambaye unayefanya ubaguzi katika kutenda kazi sawa. Wewe ni yule mtu ambaye unafanya ubaguzi, unapagua watu. Kwa sababu wewe ni Msamaria, mimi ni Myahudi, hatuchangamani kama. Ndipo Yesu Kristo anamwambia ya kwamba ungejua ni nani akuombaye maji ungemupa, kwa sababu huyu ambaye anayekuomba maji ana uwezo wa kukupa maji ambayo hautahisi kiu kama. Biblia inasema hivi, Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungalimwomba yeye angalikupa maji yaliyo hai. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, huna kitu cha kutekea maji. Bwana, hauna kitu cha kutekea maji. Hapo anamwambia ya kwamba na hiki kisima ni kirefu. Je, unakichotea? Hiki kisima ni kirefu sana.
ni cha kina kirefu gesime kene getambe ubwate ikiuko buchera maji kwa sigisime na kisima ni kirefu. Basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Huyu mwanamke yeye hako hapa duniani tu, hajajua ya kwamba wako na Mwokozi hapo hapo. Inawezekana? Je, inawezekana? Ninaposoma kuhusu Nathanieli katika Biblia, Filipo anapomwendea anamuuliza ya kwamba, anamwambia ya kwamba kuja umuone yule ambaye aliyekuwa anatabiriwa na manabii, nimempata. Nathanieli anamjibu ya kwamba, je, jambo jema laweza tokea Nazareti? Jambo jema laweza tokea Nazareti? Anakuwa na ile ati ya kwamba katika huu mji mdogo wa Nazareti hapawezi kutokea mwokozi wa dunia. Vile vile tunampata huyu mwanamke hapa, ako na ati anaambiwa ya kwamba kunayo maji ambayo yatakayompa uzima wa milele. Ndipo yeye anaanza kushuku, unasema maji yaliyo hai, una kichoteo cha kuchota maji kutoka hapa. Biblia inasema hivi, basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Je, wewe mkubwa kuliko baba yetu Yakobo? Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya ataona kiu tena, walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Nimesema hapo awali ya kwamba yule yeyote ambaye atakayeamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu ataokoka. Na haya ndiyo maji Yesu Kristo aliyokuwa anatupa. Tunasoma ya kwamba Yesu Kristo alikuja katika ulimwengu huu kutenda mapenzi ya Babaye. Na hii ndiyo kazi anayoiendeleza. Kazi ambayo tunaona ya kwamba anapata majaribu mengi njiani, vikwazo vingi katika kutekeleza hii kazi yake. Je, yale maji ambayo atakayotupa yatakuwa kama chemchemi? Tukikiri hili neno la Mungu, itakuwa mwanga, itakuwa mwangaza ndani yetu, itatufanya nuru, na itakuwa ni kama maji ya bubujikayo. Hata ndiposa ningependa kueleza siku ya leo, katika ule mtazamo wako, ni maneno yapi ambayo yanayotoka kwako? Wazungu wanasema what impact do you create? Ni nini hii ambayo inatoka ndani yako? Kama wewe ni yule mwenye ukipita tu hivi inabidi watu waende kwa njia waingie. Mtu akikuona kutoka kwa umbali anabadilisha njia, anaingia njia nyingine. Wewe ni nani? Je, kile ambacho kinachotoka kwako, hiki ambacho Mungu ametupa? Tunasoma ya kwamba tumepewa talanta hapa. Sisi ni kama waimbaji, tumepewa talanta. Mkitutazama unaona nini? Na sisi tukifanya mambo yetu, je, tunakuwa ule mwanga, tunakuwa yale maji ambayo Mungu ameweka ndani yetu ya bubujikayo, ambayo tunaambiwa ya kwamba hayapotei? Je, sisi ni hayo maji ambayo yanayomwagika bila kuisha? Yule mwanamke akamwambia, Bwana, unipe maji hayo nisione kiu,
wala nisije hapa kuteka. Yesu akamwambia, nenda kamuite mumeo. Sasa huyu mwanamke ameanza kuwa interested. Hao ambao tuko hapa tunakuanga na ule mwasho wa kutaka kujua ile neno la Mungu, ama ni sisi wale ambao ikifika wakati ule ambao tunataka kupata neno huwa tunapoeka, tunaketi, tunatulia. Wengine unaanza kuona wameanza kusinzia kama yule pale. Hayo maji ni gani? Nami nipe. Neno langu moja kwa siku ya leo, tukuwe na ule mwasho wa kutaka kulisikia hili neno la Mungu, ili tupate haya maji ambayo yanayobubujika bila kuisha, ili tuwe taa katika jamii zetu. Najua wengi wetu hata hapa Gomba, watu wengine wanaangalia familia yao, wanasema ya kwamba huyu hakuna kitu ambacho kitachotoka katika hii familia, hao wote wameangamia. Na tunaambiwa ya kwamba njia ya wokovu sio ile ya rahisi hivi. Inataka wale watu wenye nguvu, na watu ambao watakao urithi ule ufalme wa mbinguni, sio wale watu ambao ni waoga, bali ni watu wenye nguvu wanaopigana usiku na mchana mpaka kurithi ule ufalme. Na niombi langu kuu ya kwamba kama familia yako ni ile ambayo watu wanatazama na kusema ya kwamba hakuna kitu kizuri kinachotoka hapo, na kuombea Mungu ya kwamba kitu kizuri kitoke katika hiyo familia. Haleluya. Huyu mwanamke anaambiwa ya kwamba nenda ukamwite mumeo. Ndiposa anajibu ya kwamba mimi sina mume. Kwa wale ambao tumeolewa hapa, ni wangapi wanaambiwa ya kwamba hebu mwite mumeo akuje hapa, alafu umeolewa tu vizuri na unasema ya kwamba hayuko, si ndio? Hivyo huwa tunasema. Kwa sababu gani? Unaenda kumtazama hivi, unashindwa anakaa aje. Nenda ukamwite mumeo. Kila mwanamke anajibu ya kwamba mimi sina mume. Ndiposa Yesu Kristo anamwambia ya kwamba umesema vizuri, hauna mume. Hata yule ambaye umekuwa naye leo si mumeo. Sijui ni wangapi, Biblia inasema ni watano. Hata yule ambaye uko naye watano si wako. Huyu mwanamke anashangaa. Ndiposa anaanza kusema ya kwamba hiki kisima kilikuanga mahali pale ambapo manabii walikuwa. Ni kama kumeshuka nabii mwingine, tumekutana na yeye katika hiki kisima. Hayaamini haya maneno. Tusikie kile anachojibu. Yesu Kristo anamwambia hivi, kwa maana umekuwa na waume watano, naye uliye naye sasa siye mume wako. Hapo umesema kweli. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa nabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia. Yesu akamwambia, mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu, wala kule Yerusalemu ninyi mnaabudu msichokichua. Sisi tunaabudu tukichuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, na wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Ndiposa niliwaambia kuhusu Wagalatia, tusidanganyike. Mungu hadhihakiwi. Tukipanda katika roho, na katika roho tutafuna
uzima wa milele. Ni ombi langu kuu ya kwamba ifike huo wakati, na huo wakati ni sasa hivi. Tumwabudu Mungu katika roho. Tunapoendelea kusoma kwenda chini, tunapata ya kwamba huyu mwanamke anashangaa, huyu ni nani anayeniambia yale maneno ambayo yote nimefanya katika siri? Hata wewe saa hii uchukute mahali upate mtu anaeleza kila jambo ambalo umekuwa ukilifanya na unajua ulikuwa peke yako, utaanza kuuliza alikuwa amejificha wapi? Alichuaje haya maneno hata aliposa akuambie? Utakuwa unashangaa sana. Ndiposa yule mwanamke anashangaa kabisa, anarusha kibuyu pale chini, anapata ufunuo ya kwamba huyu ambaye tulio naye hapa hakika ni mwana wake Mungu, na ameweza kutufunulia haya. Ndiposa anaacha kibuyu chake hapo, kila kitu. Anapata somo moja kutoka hapa, ya kwamba kama umeamua kumfuata Yesu Kristo, kuna yale mambo ambayo lazima uyaache. Kuna zile mila ambazo tunasema ya kwamba shetani amekufunga nazo, lazima usiache, uamue kwenda kumtumikia Mungu. Wiki jana tunaona ya kwamba huyu Nikodemo anaambiwa ya kwamba kama unataka kurithi uzima wa milele, lazima uache vitu vingine zote ili urudi kumtumikia Mwenyezi Mungu. Anashangaa. Huyu mwanamke anarusha kibuyu chini, anakimbia kwenda mjini, akipiga nduru, akiwaambia ya kwamba kujeni muone yule ambaye anayeniambia maneno yangu ya siri ambayo nimekuwa nikifanya. Kujeni muone. Na katika hili tunasoma ya kwamba neno lake Mungu laendelea kueleza. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaja Masihi aitwaye Kristo, na haya atakapokuja yeye atatufunulia mambo yote. Yesu akamwambia, mimi ninayesema nawe ndiye. Mimi ninayesema nawe ndiye. Naomba ya kwamba tupate ufunulio wa kipekee kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Tujue Kristo ni nani. Sio wale watu ambao tunakuja kanisani kuja kutembea tu. Unajua tunaweza tukakuja hapa, tukadansi vizuri hapa, tukanengua viungo kweli kweli, lakini tukose kuurithi ule ufalme. Ninaposoma Biblia yangu inaniambia ya kwamba sio wote walitano jina Papa watakao urithi ule ufalme wa mbinguni. So tusije tukawa kama wale watu ambao ni empty vessels. Naambiwa ya kwamba an empty vessel makes the loudest noise. Lakini ndani yake hamuna kitu. So tuwe wale watu ambao ni zile vessels ambazo ziko na substance ndani yake, ili tuwe mwangaza, ili tuwe nuru, tupate ufufunulio katika kufanya kazi yake Mwenyezi Mungu. Mara hiyo wakaja wanafunzi wake. Sitaki kusema hayo. Pia na wao wanashangaa kumwona Yesu Kristo akiongea na mwanamke, lakini hakuna yeyote aliyepata ujasiri. Biblia inasema ya kwamba wakumuuliza, mbona mnaongea naye? Mwanamke anakimbia kijijini, anasema ya kwamba kuja muone yule ambaye anayeniambia maneno yote yale ambayo nilikuwa nikifanya kwa siri. Na akawaeleza. Watu wengi wakainuka, wakakimbia kwenda kuona ni nani huyu yenyewe anayemwambia maneno yake yote ya siri. Wanakuja pale,
Hata ndiposa tunaona baadaye ya kwamba wanamfikia pale tena Yesu Kristo anaanza kuwafunza, na baadaye wameamini. Hata ndiposa wanamsihi ya kwamba Mungu, usiende, tunakuomba ya kwamba zidi kukaa nasi hapa. Wangapi hapa pamoja nami tunasema ya kwamba uwepo wa Mungu ushuke kutoka mbinguni, uteremke mahali hapa, uwe pamoja nasi. Nashukuru. Tuamini na tuombe. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, twaja mbele zako tukisema ni asante kwa vile umetujalia tangu asubuhi hata wakati huu. Mungu wetu, sisi ni viumbe vitaifu ambavyo hatustahili kulitaja jina lako. Mungu wetu, neno lako tumelisoma na tumeona ya kwamba Mungu wetu, tukikubali katika maisha yetu, wewe ni mwaminifu na utatusamehe dhambi zetu, pia na kutualika katika ule ufalme wako wa mbinguni. Mungu wetu, naomba ya kwamba utupe amani, utupe upendo, utupe na umoja miongoni mwetu. Mungu wetu, kuna wale ambao wajihisi vizuri katika miili yao. Mungu wetu, tuachoe ya kwamba wewe ni mponya mkuu. Tuomba ya kwamba unaosha mkono wako wa uponyaji juu yao. Mungu wetu, kuna wale ambao wanaosumbukia maisha haya. Mungu wetu, naomba ya kwamba uwape farijiko la moyo. Mungu wetu, pia vile vile utupe mwasho wa kutaka kulichua neno lako. Mungu wetu, kwa sababu neno lako ni ngao, ni nguvu, neno lako ni uzima katika maisha yetu. Mungu wetu, Mungu wetu, tunapoendelea na shughuli zingine za kanisa ambazo zimepaki, Mungu wetu, tuomba ya kwamba Roho wako Mtakatifu akashuke kutoka mbinguni ili akaweze kuwa pamoja nasi. Zaidi ya yote, tutakase na kututayarisha katika ufalme wako wa mara ya pili. Nimeomba haya nikiamini katika jina safi lake Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Asante. Sali na siku ya leo, Mungu asante kubariki ili tupate neno kwa wakati mwingine. Kuna wimbo ambao napenda sana, hata kama sitaki kuimba lakini imebidi niimbe. Kama upati itabidi upate, kama usikii italazimika usikie. Amen. Lazima neno, lazima neno, lazima neno, lazima neno lihubiriwe. Lazima neno, lazima neno, lazima neno, lazima neno lihubiriwe. Huwa nakaa na hasira ya kupiga chuma. Sio nakaa na hasira ya kwapa kwa afya yako. Hizo vidole zako unanichelewesha. Ungekuwa umenipitiza mahali, ungekuwa nimesikia furaha. Amen. Haya, twende sasa. Lazima neno, lazima neno.